Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana ni mwema. TUCASA STU 2026. Tutoe sauti. TUCASA STU 2026. Sauti bado hazitoshi, TUCASA STU 2026. Deep in the word, strong for the mission. Mungu awabariki sana. Kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Revocatus Misana, kama nilivyotambulishwa hapo. Nipende kuwakaribisha katika kipindi cha siku ya leo, katika mada yetu nzuri sana ambayo tutaiangalia siku ya leo. Lakini kabla hatujaangalia mada ya leo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakualika utufundishe jioni ya leo katika Yesu Kristo. Amen. Kwa wale ambao hamukuhudhuria jana au kama ulihudhuria jana, ni kwamba tunaendelea na juma la maombi pamoja na mwenendo wa Mkristo, hasa tukiwa na mada ambayo inatufundisha zaidi, ambayo imebezi zaidi katika habari nzima ya maisha ya kijana Mwadventista wa Sabato anatakiwa aweje. Tulianza na somo letu la kwanza, mada yetu ilikuwa inasema afya na ulaji. Tuliangalia nini maana ya afya, tukaangalia ni mambo gani ya msingi ambayo tunatakiwa tuweze kuyazingatia katika ulaji wetu, kwamba sahani zetu ziweje, na ili uweze kuwa na furaha katika kazi unazokuja kuzifanya au unazotamani kuzifanya huko mbeleni baada ya kuwa umemaliza kusoma. Maana yake unatakiwa na afya njema. Nimetuma leo, nimeshare clip moja. Wangapi wameiona kwenye magroup? Wangapi wameiona? Hamjaiona, huenda mlikuwa mnazima moto. Lakini inahusu kuna binti moja ambaye ni mkazi wa Arusha. Binti yule nasemekana ya kwamba figo zake zimefeli. Alikuwa anasumbuliwa na figo, yani ana tatizo la figo, lakini alivyoenda hospitali baada ya kuwa amepima akagundulika ya kwamba ana changamoto ya figo kufeli. Kwani ni ugonjwa wa kuambukiza? It is a non-communicable disease, right? Yes. Baada ya kuwa amegundua kwamba figo zake zimefeli, kwanza hakuwa tayari kupokea hayo majibu kwa haraka, kwa sababu anahoji, kwanza mimi sinywi pombe wala sifanyi nini, imekuwaje? Nazingatia nini, imekuwaje figo zangu zinafeli? Wakafanya investigations na explorations, mwisho wa siku wakagundua kwamba yule binti tatizo au chanzo cha figo kufeli ni kutokunywa maji. Haleluya, haleluya. Kuna wakati tunaishi mazingira ambayo ni ya baridi sana, jilazimishe angalau unywe maji. Sasa changamoto kubwa ni hii hapa, hanywi maji, akasababisha figo kufeli tangu April, yani mwezi wa 4 mwaka huu. Kila wiki anatumia 600,000 kwa ajili ya kusafisha, kwa ajili ya kumsafisha kwenye figo zake. Kila wiki anatumia laki ngapi? Mpaka sasa hivi wanasema wamefanya calculation ambayo imegharimu milioni, zaidi ya milioni 20 mpaka sasa hivi. Anapambania uhai wake. Wazazi wake au familia yake, ndugu zake ni kama wengine sasa wamejitenga naye kwa sababu ya gharama kubwa. Kila wiki anatakiwa alipe 600,000 ili aweze kufanya nini? Kusafishwa figo. Chanzo ni nini? Kutokunywa nini? Kutokunywa maji. Kumbe haya masomo yanatukumbusha hata sisi wakati huu ambao tuko nao, tuangalie tusije tukapata magonjwa kama hayo. Tuliangalia kisukari, lakini pia kuna magonjwa kama haya, magonjwa ya figo unashtukia na feri, mara bandama imeferi, mara nini imeferi. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuzingatia nini? Afya, ulaji na kunywa maji kwa wingi. Tukaangalia mada ya pili siku ya jana. Mada ilikuwa inahusu nini? Mavazi na muonekano wa nani? Wa Mkristo. Jifunza juu ya mavazi, kwamba ni asili ya mavazi, tukaona chanzo cha mavazi ilikuwaje, lakini mwanzoni Mungu wetu wa mbinguni alivyokuwa amewaumba Adamu na Hawa, hawakuwa na mavazi ya namna hii, bali walikuwa wamevishwa nini? Utukufu. Walikuwa wanafurahia maisha yao ya utupu waliokuwa nao, uchi waliokuwa nao, walikuwa wanapata joto kupitia utukufu waliokuwa wamevikwa na Mungu. Lakini mara baada ya kuwa wamemwasi Mungu, wakagundua wako uchi, na wakagundua kabisa tunatakiwa tuweze kuficha uchi. Huu ni ubaya, yani kuonekana hivi ni vibaya. Wakajishonea mavazi yao, wakajitengenezea mavazi yasiyofaa. Lakini Mungu akawatengenezea mavazi yanayofanya nini? Mavazi yanayofaa. Akawatengenezea ngozi ya wanyama, ngozi ya mnyama wakavishwa, alafu wakaendelea na maisha mengine. Tukajifunza ya kwamba kuna uhusiano kati ya mavazi na kila ambacho kiko moyoni mwako, kwamba ni utendaji wa nafsi. Kila ambacho unakifanya, kila unachokivaa, unachokionyesha nje,
maana yake ndivyo ambavyo ulivyo kwenye moyo wako. Tukajifunza pia tofauti ya tukajifunza pia kwamba katika Kumbukumbu la Torati fungu la 22 fungu la 5 kwamba Mungu mwenyewe anakataza ya kwamba mwanamke asivae mavazi ya nani? Yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo nani? Na mtu anayefanya hivi anafanya nini? Ni machukizo kwa Mungu. Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba kumbe mavazi ambayo hayastahili au mavazi ambayo sio ya jinsia yako, unapokuwa unayavaa unamchukiza Mungu. Ni mara ngapi umemchukiza Mungu? Halo? Kwa wavulana mara chache sana kuvaa mavazi yampasayo mwanamke. Siwezi kujua, huenda kuna mavazi unaweza, kwa sababu mitindo imekuwa mingi na fashion imekuwa nyingi sana. Lakini tunajifunza ya kwamba hatutaki kuvaa mavazi ya namna hiyo. Niligusia tu kwenye mavazi, lakini habari za muonekano, jinsi unavyoonekana, jinsi unavyonyoa nywele zako, jinsi unavyoziweka nywele, mapambo, nenda mbali zaidi, kuna culture. You know, the culture is a total way of life. Total way of life, lakini kuna hizi culture zinaitwaje hizi kwa Kiswahili? Zinaitwaje hizi? Ndio hizo si bangili. Hizo nazo hazistahili. Unapokuwa unaweka mapambo unajiwekea, wengine hadi wanatoboa pua. Wewe kumwangalia mmoja sana anaogopa wakati anahitaji atobolee pua, afu anaogopa tena. Unatoboa masikio, unaweka ile unaning'iniza maji. Mwisho wa siku unapata kansa. Kuja kutibiwa ugonjwa wa kansa, kutibiwa mara nyingi ni kukata. Halo? Kwa hiyo mambo ya namna hiyo tukajifunza pia hayastahili. Kwa hiyo mavazi yetu yanatakiwa yaweze kudefine au yaweze kufanya kazi ambayo mavazi yanatakiwa yaifanye. Moja, mavazi yanatakiwa yaweze kufunika uchi. Kwa hiyo kama ukivaa mavazi, let's say umevaa mavazi ambayo ni transparent, unavaa mavazi ambayo ni tunasema kwamba ni naita kama chandarua, unakuta kuna mavazi fulani ukivaa, nazungumzia kwa mabiti. Kuna vazi fulani ukivaa wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba unakuta maziwa yanaonekana. Yanaonekana hata kama ni nusu, lakini yanakuwa yanaonekana. Mavazi ya namna hiyo pia tuliangalia hayampendezi Mungu. Mavazi yanatakiwa yalete utukufu kwa Mungu. Mavazi yanakutambulisha wewe ni nani. Mavazi yanaongea. Mavazi unapokuwa unayavaa yanakuwa yanakutambulisha, yanakuwa yanabeba message fulani. Kwa hiyo tukaangalia pia kwa mfano unapovaa mavazi fulani unajitambulisha kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Mtu anaweza akakudefine, anaweza akakuheshimu au akakudharau milele. Unaweza ukawa na mtu anakuangalia kila siku anakuheshimu, lakini siku ukakosea tu kidogo ukavaa vibaya, wewe unaona kama umevaa vizuri. Sasa yule mtu nilikuwa namheshimu sana yule. Kumbe yule mdada naye anavaa hivi. Halo? Unajikuta unakuwa umepoteza bahati au unakuwa umedharauliwa kwa namna nyingine. Kwa hiyo tujifunza kwa namna hiyo. Kwa siku ya leo tutaangalia mada yetu ambayo ina kichwa kisemacho maburudisho ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amepoa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mada ya leo unahitaji iwe kama ni ushirikishwaji tu. Shirikishi, ni mada shirikishi. Kwa hiyo kama pia una swali kwa mada ambazo zimekwisha kupita huko nyuma, unaweza pia ukafanyaje? Ukauliza. Kama una swali pia unaweza ukauliza. Lakini kama bahatika kuwepo au unahitaji kufuatilia zaidi, unaweza ukafuatilia pia haya masomo kupitia Yoeni TV. Nadhani haya mahubiri yanarushwa. Kwa hiyo unaweza ukaangalia pia, ukaingia pale Yoeni TV, ukasearch pale YouTube, unayapata pale. Mada yetu imeandaliwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, chaplainsia na muziki, Conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, SHC. Ni nani? Huyu ni Pastor nani? Pastor Mgwenya Hezron nani? Mgabo. Ndiye aliyeandaa hii mada inayosema maburudisho ya Kikristo. Kumbe kuna maburudisho ya namna nyingi. Kuna maburudisho ambayo si ya Kikristo. Kuna maburudisho ambayo ni ya kipagani, ya Kikristo, ya whatever the case. Sasa nini maana ya maburudisho? Nini maana ya maburudisho? Mwisho unaweza kutuambia maana ya maburudisho? Unapoelewa maburudisho ni nini? Asante. Kwa jinsi ninavyoelewa maburudisho ni inawezekana ni muziki au ni kitu kile ambacho kinakufanya ujisikie afadhali au furaha kwa namna yote ile. Aidha ukiwa katika msongo wa mawazo au kwa namna ukiwa katika hali ya uchovu, inategemeana. Asante sana. Mwingine? Haya.
ndivyo alivyo. Okay, karibu pale nyuma naona mkono. Maburudisho ni ile hali yoyote ambayo inaleta vichochezi kwenye mwili au inaleta stimulation kwenye mwili. Hali yoyote inayoleta nini? Stimulation kwenye mwili. Nikila chini nikapata nikila stimulant yote nikasimuka mwili, nimeburudika. Asante kwa majibu ambayo mmeweza kumpa mtu pumziko la akili, au ni shughuli fulani ambayo mtu akifanya inampa pumziko la akili, mwili, pumziko la kimwili, hisia. Umeumizwa huko, unahitaji uweze kupumzika au kupata burudiko la hisia. Lakini pia ni baada ya kuwa umefanya kazi au umefanya majukumu fulani. Kwa hiyo unapokuwa umefanya kazi fulani, unahitaji kuburudika, kupumzisha akili ili uweze kuregain. Tunaangalia kabisa mwanzilishi wa maburudisho au tuite nini, kupumzika au unapokuwa unapumzika, maana maburudisho yanahusisha kupumzika, unapumzisha akili, una rest. Yani mwanzo wa hizi resting maana yake ni Mungu peke yake, Mungu mwenyewe. Tunaangalia katika bustani baada ya kuwa amemuumba mwanadamu, so Mwanzo 2:2 sema kwamba baada ya kuwa amemaliza uumbaji, baada ya kuwa amemuumba mwanadamu, siku ya 6, siku ya 7 Mungu akastarehe baada ya kuwa amefanya kazi. Tumejifunza ya kwamba maburudiko ni pale ambapo umefanya kazi, sasa uenda umechoka, umefanyaje, unapumzika. Lakini Mungu hakustarehe kwa sababu amechoka, ila ilikuwa ni kielelezo kwetu sisi kwamba tunatakiwa tuweze kufanya nini? Kupumzika. Na ndiyo maana tukawa na siku hii, akaitenga hii siku baada ya kuwa amestarehe yeye, akaitenga pia hii siku ya Sabato, akatuambia kwamba na sisi tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Mbona mko serious sana? Mko serious sana. Haya ni maburudiko. Halo? Haya ni maburudiko, tunaburudishana hapa. Tuburudishane. Kwa hiyo maburudisho yanakusudiwa kurejesha nguvu. Wakati mwingine unapokuwa umechoka sana, kwambia 5 minutes. Wewe kusoma, wakati mwingine mnafundishwa na lecture, alafu baadaye anawaambia dakika 5 mnapumzika kidogo manake mnapata kwanza rest, mna regain ili mrudishe akili attention. Mnapokuja kufundishwa basi muweze kuelewa, si kweli Yes. Kwa hiyo yanarejesha nguvu, yanaleta furaha. Burudani yoyote ile inaleta nini? Inakuletea furaha, inaondoa uchovu, inapunguza kabisa uchovu na kuimarisha ustawi wa mtu. Kwa hiyo unakuwa vizuri tena, sema afadhali. Kwa hiyo kuna mwingine akinywa maji anaburudika, baada ya kuwa amechoka akipata maji anasema dakika 5 hapa angalau naweza nikaendelea. Ulikuwa unalima ukapumzika kidogo, ukanywa maji ukaendelea. Hayo ndio maburudiko. Lakini pia maburudisho yanakusudiwa pia yanaweza yakawa labda ni mazungumzo. Jua kuna wakati unaweza kuwa umechoka sana, lakini ukipata ahidi labda appointment na mtu, mpate angalau mazungumzo mafupi. Mnaenda sehemu tulivu, maana yake ni sehemu ambayo pia mnapumzika, unapata burudani, unafarijika. Kama ulikuwa umechoka sana, ulikuwa na hisia zako ambazo huenda zilikuwa zinakupeleka pabaya, lakini unapata furaha. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maburudiko ni ya muhimu sana. Tunapokuwa tunasoma, that's why there is a time to rest. Sometimes hata kama tunasoma kunakuwa na muda wa likizo ili tukaregain akili. Unaporudi semester inayokuja, basi akili iwe iko upya uweze kuendelea. Kwani wangeshindwa kuendelea tu unapoanza usome tu mpaka umalize? Inawezekana, lakini inahitaji upate mapumziko ya akili ili akili iweze kurudi au iweze kurudi upya, uendelee kumaster vitu. Mungu ndiye mwanzilishi wa kanuni ya kupumzika kama tulivyoangalia katika Mwanzo 2:2, lakini tuliona kwamba Mungu hakupumzika kwa sababu amechoka. Kwa hiyo pumziko pia tukaona alimweka mwanadamu ambaye ni Adamu pamoja na Hawa pale, lakini pia walikuwa na sehemu ya kupumzika katika ile bustani. Ilikuwa imesheheni matunda mbalimbali, miti mbalimbali, wanyama mbalimbali. Kitendo cha kuangalia wanyama, hata simba tu anavyomnyonyesha mtoto, kwa kweli unafurahi. By then, lakini sasa hivi msogelee. Halo? Hiyo ilikuwa ni zamani. Sasa hivi ukimsogelea anaweza akakularua. Haya. Kiangalia hapa tunasema ya kwamba maburudiko ya kweli yanatokana na Mungu. Kwa hiyo maburudiko ambayo
ni yanatakiwa kwetu sisi ambao ni Wakristo, ni maburudiko ambayo yanatokana na nani? Fanyeni yote kwa utukufu wa nani jamani? Manake maburudiko yote ambayo ni ya Kristo yanatakiwa yawe yanamhusisha Mungu. Maburudiko ambayo Mungu hayupo, maburudiko ya namna hiyo hayatakiwi. Kuna wakati mwingine tunafanya sherehe zetu au tunafunga ndoa, sijafunga. Wakati mwingine sisi wa Adventista wa Sabato vijana, hasa sehemu za mjini, kisha funga ndoa, usiku mnaipeleka sehemu ambayo hata watoto hawaendi, wale watu ambao mnajua wakubwa, si wale watu ambao unajua hawafiki, mnaenda kufanya kule sherehe. Sherehe za namna hiyo pia haziruhusiwi, kwa sababu wakati mwingine mnajikuta mnapiga na muziki ambayo haistahili. Wakati mwingine mnajikuta kwa sababu kwenye sherehe huwezi kuwalika wa Sabato tu, wanakuja na wengine huenda ambao ni wa imani tofauti, anakuja na mioto migeni, anakuja na uzoefu wake. Na kwa kuwa wewe ni bwana harusi siku hiyo, ni bibi harusi, unakuwa huko tu hivi. Kwa hiyo lazima wewe acha kufanya hivyo. Wewe ni ngumu sana kufanya hivyo. Wao kumsikiliza pastor mmoja anasema, kiona hali kama hiyo ni bora wewe kama ni hivyo, chukua mke wako, muondoke, muachie waendelee kufurahia wao kama wameamua kufurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maburudiko yanayotakiwa ni yale ambayo Yesu yupo. Kuna maburudiko ambayo kabisa unaona baada ya hapo labda umefanya harusi au umefanya sherehe fulani, hamtaki baadhi ya watu waje kwenye hiyo sherehe. Sema msimwalike yule, atatukazia. Yaani kabisa wewe mwenyewe Roho wa Mungu amenena na wewe kwamba unachokifanya sio sahihi. Yaani mnachotaka kwenda kufanya kule sio sahihi. Ndio maana mnaogopa watumishi wa Mungu wasije kwenye sherehe. Kwa sababu gani? Najua yule huwa anakaza sana, huwa ana vijana. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inatosha kabisa unapofanya harusi, unapofunga ndoa, fanya sherehe, watu wote wafurahie pale kanisani. Kama ni watoto wale, kama ni Wakikuru, nafahamu Wakikuru, kama ni wabibi wale nyanya wale, wakupe mibaraka, mtoke hapo. Kama mmeamua kufanya sherehe nyumbani, fanyeni sherehe ambayo haimfukuzi Roho wa Mungu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana, barikiwe mno, mbarikiwe. Yes, ziko faida za mtu kupata maburudisho maishani mwake. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya maburudiko au maburudisho, yanakuwa na faida mbalimbali. Hatufanyi tu kujifurahisha, bali kunakuwa na faida mbalimbali. Moja ya hizo faida ni kurejesha nguvu za mwili na akili. Umewahi kusoma ambao ukafikia saturation point? Tunasema chemistry. Ukafikia point of saturation, the point where no material hayaingii tena. Wangapi ambao wafikia hiyo hali? Yaani unasoma unaona kama kichwa kinauma, kama kina evaporate. Sasa tukienda kifizikia pia, kama kichwa kinakuwa cha moto, maana yake kuna loss of heat. Si ndio? Maana yake heat inaanza kupotea. Kama heat ikipotea, unapoteza energy kupitia heat energy. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unapokuwa unasoma, ukiona hiyo hali, kwa kweli kapige mazoezi, zunguka rudi, kweli slide ni nyingi, inatakiwa uzipige ili uzime moto kanaiko. Inatakiwa angalau ruke kimbia pita huku na huku ili urejeshe nguvu na akili ianze upya. Halo. Kama hujawahi kupitia hiyo hali, kuna wakati kwa tunasoma tukiwa huko advance, mara nyingi ilikuwa inatokea sana hiyo. Naona vitabu ni vingi, kama hujasoma wiki mbili, chuoni si wiki moja ni nyingi sana. Mtu kumaster course yote, kujiandaa kwa masomo yote, kufanya mtihani. Lakini advance wiki mbili hazikutoshi. Taungana na mimi ambao umesoma hizo course labda. Si ni kweli? Ukishika ile chemistry zilikuwa ni taa 4. Ukiona organic hivi, inorganic ipo hapo. Physical chemistry ndio usiseme. Bado kuna general. Hiyo ni kemia, tunashindwa nianzie wapi? Kile unachokisoma ni cha muhimu na unahisi kitatoka kwenye mtihani. Mwisho wa siku wakati unafikiria unajikuta unalala kitandani. Unaamka asubuhi uende kwenye mtihani hujasoma. Kwa hiyo tunahitaji tupumzike. Halo. Hapo hujasolve na chandi, zipo physics zinakusubiri. Chandi 1 wakati unashika tai, labda nisome tai angalau usome uzimezime moto, unaona lakini maswali wanatunga kwenye chandi. Unaangalia chandi, unaifungua chandi. Lakini kila unaoisoma pale unaona kama ni la muhimu na linaenda, lakini kitabu ni kikubwa, muda ni mchache. Hapo ujiangalia chandi tu inakusubiri. Soma biology. Chukua kitabu kile. Kila unachokiona, kila mchoro unaona ni wa muhimu, unatakiwa utoke pale. Lakini unawaza mara nyingi biology wanachukua maswali wenye nini? Kwenye BS.
BS yenyewe tunasema ni mkate wa biology, liko hivi. Kwa inahitaji upumzike. Kwa unapokuwa unapumzisha akili, unapokuwa unasoma muda mrefu, unahitaji upumzike. Sijazungumzia kwa watu wa PCM, nadhani mna mayombe na kadhalika. Haya. Now, ni vitu vidogo okay. Mwai kuogopa, nimeangalia tai ya advanced mathematics. Kasema mbona hii tai ni kubwa sana kuliko tai zingine zote. Kwa hiyo tunahitaji tuweze kufanya nini? Tupumzike. Lakini pia hupunguza msongo wa mawazo. Unapokuwa unapumzika, unapunguza msongo wa nini? Wa mawazo. Usipopumzika, ndio maana kuna wakati mtu anaweza kujikuta anafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa sababu gani? Umeoverload akili yako. Umefanya mambo mengi wewe, kuna vitu unataka ufanye uamuzi, unajikuta unafanya uamuzi ambao sio. Kwa sababu akili yako imeshaelemewa, yani imeshaelemewa kabisa. Wewe unaona bwana anyways yeah. Lakini kama ungepata time ukaresti, ukaamka asubuhi, ukasema hivi nilikuwa nawaza hivi. Haiwezi kawa hivyo. Lakini kwa kuwa sijafanya uamuzi, nadhani ni nafasi sasa ya kufanya uamuzi. Hello? Unakuwa una. Mapumziko ni muhimu sana. Huimarisha mahusiano. Maburudisho yanaimarisha nini? Mahusiano. Kwa mfano, mnapopanga jamani, leo tunaenda hiking. Imeandikwa hapo. Tunaenda kuburudika hiking. Watu wa Zakari walienda kule wapi? Mlima wapi wale? Mlima Loleza, si Loleza. Mnakutana watu mbalimbali, mnashare ideas, mnapiga story, mnatembea, mnaangalia huku na kule, mnaangalia umbaji wa Mungu. Kwa kweli mnakuwa mnaimarisha uhusiano na bonanza tunazozifanya kama za tukasa, bonanza ambayo maburudisho ya Kikristo hayo. Manake tunafanya mambo ambayo ni ya kijolijoli, nakutana watu wa aina mbalimbali. Washukuru, mapongeze sana viongozi wetu, wanajitahidi. Tuna interact na watu wa ifisi, watu wa wapi, manake mnaimarisha nini? Uhusiano. Lakini pia hukuza vipaji. Kuna maburudisho mengine yanakuza nini? Vipaji. Mnaamua kwenda labda kufanya kitu fulani ambacho nikifanya hiki kitu kwa kweli kinaniburudisha. Unajikuta unakuwa mbobezi kwenye hicho kitu, na mwisho wa siku unakuwa msaada zaidi kwa watu wengine. Unajikuta unakuwa na kipaji kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unaweza kaweka kitu fulani, mtu akakipenda, akafanya, akapractice, akapenda. Mwisho wa siku akawa anatamani kufanya vile, akawa na kipaji kizuri. Ikawa ni vizuri pia kwa utukufu wa Mungu, lakini kichwa kisivimbe. Halo? Kuchangia afya ya kiroho. Kwa maburudisho pia yanachangia afya ya nini? Ya kiroho. Maburudisho yanapofanywa kwa namna inayomkaribisha mtu kwa Mungu, yanaweza kuimarisha imani na tabia njema. Kwenda hiking, kempori na mikutano mbalimbali ya vijana unajengwa ikiwa kuna faida. Basi hasara inaweza ikajitokeza unapokuwa unafanya maburudisho pasipo kujali au kuwa na mipaka. Maburudisho pia yana hasara. Si kila maburudisho yana faida. Kuna mwingine burudani yake labda ni internet. Of course, umechoka sana, unaweza ukawa unaangalia pale watumishi wa Mungu wanasema nini leo. Unaangalia nyimbo, unaperuzi, unaangalia leo. Unaona Innovoice labda wametoa wimbo hapa, unaangalia tukasamusi kwaya, angalau una burudani yangu of course huwa ni muziki, huwa napenda sana kusikiliza nyimbo mbalimbali. Kwa hiyo pia ni nzuri. Sasa usipozingatia, usipokuwa na kiasi, tunda la Roho Galatia 5:21 pale. Ukiangalia matunda ya Roho baada ya matendo ya mwili ambayo ni yametajwa pale. Lakini ukiangalia tunda la Roho kuna kiasi. Kwa hiyo mambo yote tuyafanye kwa kiasi. Usipokuwa na kiasi katika maburudisho, unaweza ukajikuta unapelekea yafuatayo. Moja, unapoteza muda. Unajikuta unapoteza muda mwingi sana kwenye maburudisho. Unapoteza muda mwingi sana. Yaani unakuwa mrahibu sasa wa hayo maburudisho. Kuna mtu anapenda kufanya kitu fulani. Sasa muda wote unafanya hicho kitu, unashindwa kufanya kazi zingine. Lakini pia kuharibu maadili. Maburudisho yasipofanya vizuri, na shetani huwa anapitia mle pia, ambayo mnaona sehemu ambayo mnaona kwamba inaruhusiwa, na yeye anajichomeka humo. Ili kwenye inaruhusiwa humo, basi anaongezea, anaboresha zaidi. Najikuta mnaboresha, kumbe mnaharibu, mnamkaribisha shetani. No, of course tunaenda kufanya hiki. Jamani, hiki ni kizuri, si ndio? Haya, tunaenda kufanya hiki mwisho wa siku, lakini mnaongeza ubunifu ambao uko nje ya maadili. Mwisho wa siku mnafanya nini? Mnapoteza maadili. Kwamba baadhi ya maburudisho yanaweza kaleta vurugu. Badala mcheze vizuri tu, furahia vizuri,
mnaanza kupigana, mnaanza kugombana. Kwa kuna maburudisho ya namna hiyo pia sio mazuri. Uasherati inaweza akaleta pia uasherati. Mnafanya maburudisho, sasa ngoja tuizungumze. Halo? Mnafanya maburudisho lakini hayana mipaka. Mnafanya sometimes mnaweza mkayafanya lakini violate utaratibu wa kuvaa. Unavaa vibaya alafu unaenda kwenye maburudisho, kwenye matukio ya Kikristo. Sio vizuri. Muache kuanzia leo. Hello? Hata kama kuna bonanza vaa vizuri. Kwa sababu kule sio wewe peke yako. Unaweza ukafika kule kuna mtu akakuangalia tu na maburudisho yakahamia kwako. Akashindwa kufikiria kuhusu kucheza na anaangalia wewe tu. Mwisho wa siku ameshazini kimnanili. Wafikiri kuzini mpaka afanye physically. Tujifunza hata mtazamaji mwanamke kwa kumtamani amefanya hii. Kwa hiyo tuwe na tahadhari. Wewe unawalinda na wenzio, unamlindia mwenzio imani. Kumbe kwa kufanya hivyo unamlindia mwenzio, unaendelea kumsogeza, yaani unamsaidia kumsogelea Kristo. Kudhoofisha maisha ya kiroho. Burudani ikichukua nafasi ya maombi. Ni muda wa ibada, wewe unaenda kwenye burudani. Maana yake unazofika kiroho, unakuwa muda wa kujifunza neno la Mungu unaenda kwenye burudani. Inaathiri afya. Maburudisho pia yanaweza kaathiri nini? Afya. Baadhi ya maburudisho yanaweza kuhusisha hatari za kiafya au tabia zisizofaa. Kwa hiyo Mungu si adui wa furaha kwa kweli. Yeye ndiye chanzo cha furaha ya kweli. Biblia inasema ukisoma katika Zaburi 16 fungu la 11 hapa. Nani atusomee? Zaburi 16 fungu la 11. Utanijulisha njia ya uzima. Naam. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Furaha tele. Na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Naam. Kwa hiyo Mungu sio adui wa furaha. Mungu anatupenda tuburudike, tufurahie, muda wote tufurahie. Tabasamu kanuni ya nani? Sasa muda wote sasa tabasamu linaambatana na hasira au na kupunja uso. Si ni furaha hiyo, si ndio? Maana yake unapokuwa una tabasamu na furahi, Mungu anapenda hivyo. Kwa hiyo tukiangalia katika msingi wa Kikristo kuhusu maburudisho, unapokuwa unachagua maburudisho unayoamua kuchagua, jiulize, je, yanajenga tabia njema au yanaporomoa maadili? Kwa hiyo mambo yote yanafaa, lakini sio yote yajengayo. Soma Wakorintho wa kwanza kwa imenukuliwa vibaya hapa. Lakini anamaanisha tufanye yote kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu. Lakini Wakorintho wa kwanza 10:23 inasemaje? Ndio. Vitu vyote ni halali. Ndio. Bali si vyote vifaavyo. Ndio, vyote ni halali lakini sio vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali. Naam. Bali sio vyote vijengavyo. Ndio, sio vyote vijengavyo. Kwa hiyo kuna vingine vinafanya nini? Vinaharibu. Of course kufanya hivyo legally it is acceptable. Labda kwa serikali inaruhusu kabisa kufanya hivyo, sheria, lakini sio yote ni halali. Sio vyote vinajenga, si ndio? Kwani si hata hizi burudani za kidunia zinazofanyika utasikia nini zinafanyika, sio wasanii wameenda wapi? Kwani serikali imewekwa zuia? Manake they are allowed to do that, is it? Kwa hiyo legally wako vizuri, sheria wako vizuri, si ndio? Wanaruhusiwa, lakini hayajengi. Si anapromoa maadili? Anapromoa maadili. Kwa hiyo kuna baadhi ya channel hata kwa nyumbani pale lazima muwe na uwezo wa kuchagua pia. Kwa na TV pale nyumbani umezaa watoto, umezaa watoto wako pale. Kwa nini namaanisha vitoto? Unajua kuna vile vyenye nazungumzia vile vikorofi. Akichukua remote kenyewe kanajua channel yake. Mwisho wageni wapo ujui kamechukua remote, kamechukua saa ngapi, kameshaweka pale. Na vitoto vya siku hizi kana miaka mingapi? Yaani kanajua. Kakibinya tu tayari. Kanaweka channel 10 plus. Shaweka channel 10 plus hapo kuna wageni hapo. Nakuta kuna maburudiko yanaendelea huko. Sema watoto hawa yani katoto umekalea hivyo. Hello. Kwa hiyo lazima tuangalie pia. Je, yanajenga tabia njema? Maburudiko mnayofanya yanajenga tabia njema? Kwa sababu kuna mengine ni halali, yote sawa ni halali, serikali, sheria, lakini sio yote yanafanya nini watu wa Mungu? Yanafaa. Sio yote yanafaa. Je, yananileta karibu na Kristo au mbali naye?
yamkini yakawa yanafaa, maburudisho yanafaa, lakini hakutenga na Mungu. Kwa sababu gani? Muda ambao unatakiwa uende ibadani, ufanye kazi, uende hata matendo ya huruma, mtumishi, njoo tukashuhudie. Sitafanikiwa kufika kwa siku ya leo, sababu kumbe labda una game au una nini, yani hau kuna mpira. Unajua kuna mtu anatamani, yani asipoiangalia mechi kwa kweli hawezi akafurahia. Unaacha kwenda kufanya ibada, unaacha kwenda kupeleka matendo ya huruma, unaacha kwenda kushuhudia kwa sababu ya burudiko. Kwa hiyo jiulize, yanachukua nafasi ya Mungu? Yananifanya mtumwa? Yani kuna watu nashindwa hata niongee. Kuna maburudiko yani mtu anamfanya yani mtumwa. Asipofanya hivi anakuwa addicted, yani anakuwa ni mraibu wa hayo. Yani asipofanya vile hajisikii, yani hajisikii kabisa, yani asipoangalia yani hajisikii. Nadhani mnayafahamu. Nazungumza general lakini anafahamika. Huenda kuna kauraibu kako ambako unajua usipokafanya ujisikii kabisa, hiyo siku unaona kama haijaenda vizuri. Kwa katika uhusiano wetu wa Kristo, maburudisho ni zawadi ya Mungu yanapotumiwa kwa kusudi sahihi. Mungu alikusudia mwanadamu afurahie maisha, apumzike na ajenge mahusiano, lakini ndani ya mipaka ya maadili na kwa namna inayomtukuza Mungu wake. Maburudisho bora ni yale ambayo huburudisha mwili, hujenga akili, huimarisha mahusiano na humsogeza mtu karibu zaidi na Mungu. Maburudiko bora ni maburudiko ya namna gani? Yanajenga nini? Yanafanya nini tena? Ndiyo, yanafanya nini tena? Yanakusogeza karibu na nani? Maana yake hayakutengi na Mungu. Kuna mtu kwa sababu tu ya kitu fulani kinajikuta kinamtenga na nani? Na Mungu. Sasa ukijitenga na Mungu, wewe ambao umeshaijua imani, una hatari kubwa sana. Ni nafuu hata yule ambaye hajui au alikuwa anajua kidogo kidogo, haelewi. Ila wewe ambao ulikuwa unajua yakikutenga na Mungu, una hatari kubwa sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, na sisi kama vijana tunapokuwa tunaamua kuchagua maburudiko ambayo ni mazuri, basi tuchague maburudiko ambayo yanamtukuza Mungu, maburudiko ambayo yatatufanya akili zetu ziendelee kuimarika zaidi, maburudiko ambayo yatatufanya uhusiano wetu baina yetu na Mungu, baina yetu na watu, yani wewe na rafiki yako, mimi na wewe hapa, tunapoamua kuchagua michezo, tunapoamua kuchagua vitu vya kuburudisha, basi viwe ni nini? Vya namna nzuri. Kuna mtu anaona kitu cha kumburudisha ni kuvuta bangi. Yaani kuna mtu asipovuta bangi kusoma hayaendi kabisa. Tumesoma na mtu wa namna hiyo. Sidhani kama mshauri unamfahamu. Kuna mtu mmoja, kijana mmoja alikuwa PCB. Yaani anakuambia asipovuta bangi hawezi akasoma kabisa. Kwa alikuwa yani yeye bangi zake anakuja nazo. Lakini watu wa namna hiyo akishafika shuleni tu, kwanza lazima ajue mahali ambapo zinauzwa. Yaani lazima afanye utafiti ili awe karibu na huduma. Wakati wote ule akihitaji huduma haipati. Na hata wazazi wake walikuwa wanafahamu. Anapiga simu, siku moja nilishangaa sana. Anampigia mama, tunasubiria foleni tupige simu kwa wazazi. Anapiga pale. Bia mama, mimi hela imeisha bwana. Yaani anapoongea na mama kama vile jamaa yake. Sema, "Wewe shida yako ni kutumia hela, unavuta, unataka ya mabangi tu wewe." Yaani mama kabisa anajua kabisa hii hela itaenda kwenye bangi. Hapana bwana, mama mimi siku hizi nimeacha, siku hizi nimepunguza. Ya basi nitakutumia. Haya, akasema basi wewe kama unatuma kama yani kama kaushia, yani namna fulani. Malezi gani haya? Lakini anakuambia asipofanya vile hajisikii. Lakini kwa kupitia yale pia kuna namna fulani ambayo ilikuwa sio nzuri. Yaani unapokuwa unafanya maburudiko ambayo sio mazuri, mwisho wa siku unajikuta unafanya vitu ambavyo sio vizuri. Jikuta unafanya kitu ambacho sio kizuri. Bangi zake amezifanya, mwisho wa siku anafanya mambo ambayo sio mazuri. Hayapendezi. Alafu aonekanaje shuleni, wakimtafuta aonekane ni kumuinda. Tunamtafuta fulani, anaishi shuleni na hapatikani. Ili umpate, subiria ikitangazwa mitihani, uje kwenye venue ndo utamkuta. Lakini vinginevyo haumuoni kama yani. Na yupo shuleni. Mtu alishakuza nywele utafikiri ameajiriwa. Yani lakini yupo shuleni. Hapo ni form 6 mnaelekea kumaliza sasa. Zani ambao umenanelea mtakuwa ambao tumesoma single ndo tunajua vitu kama hivi. Mkini huwa ukiwa umechanganyikana, kuna namna fulani unapata discipline, self discipline. Hata kuoga unaoga kila siku. Utacheka. Mtakubaliana nami ambao tumesoma shule za single na hususan maeneo yenye baridi, unaweza kujikuta unamaliza siku kadhaa huenda haujaoga.
Sikia nakwambia PCM unapata muda wa kuoga. Swali mnafahamu vizuri. Mwenye swali. Mwenye swali? Kuna mwenye swali pale. Kuna mwingine pale. Mwingine? 3. Haya, yanatosha. Namba 1, namba 2, namba 3. Tuulize kwa haraka. Burudiko. Unaweza ukasimama? Kwenye ile somo la maburudiko kwamba hata Sabato nayo ni pumziko, ni sehemu ya maburudiko. Sasa kuna swali ambalo mmoja aliuliza akasema, kuna sehemu umesema kwamba wakati wa ibada unaenda kwenye maburudiko, inategemea na burudiko gani? Sasa labda pengine kwenye swala zima la uumbaji kwamba pia tukajifunza neno la Mungu kupitia uumbaji, mandhari ya sehemu fulani kupitia wanyama. Ndio. Sasa labda kuna Sabato moja ukatenga wewe na familia yako, aidha ni kwa usafiri au kwa miguu, ukaenda sehemu fulani, ukaenda kujifunza uumbaji wa Mungu. Hiyo imekaje? Ni unaruhusiwa? Asante, umeuliza swali ya kwamba ikiwa ni unamalizia? Okay. Kwamba hata siku ya Sabato ni siku ya furaha, ni siku ya kupumzika. Vipi ukiamua hiyo siku ya Sabato basi usiende kanisani, manake ukatenga tu ukapanga tu rafiki yako mkaenda kuburudika sehemu fulani, manake mkaacha ibada. Je, hilo limekaaje? Haya, swali la kwanza hilo. Haya, swali la pili. Nina swali siku ya leo na ya jana. Karibu sana. Siku ya leo tumejifunza juu ya nini? Ya maburudiko. Na unaweza ukaenda, tumejifunza juu ya maburudiko, tukajifunza maburudiko mbalimbali. Sasa nikajiuliza, yale maburudiko ambayo yale maburudiko ambayo unakuta yanatolewa kwa vijana au watoto wa Kiadventista, nahisi unayafahamu yale, kwa mfano nyimbo, sijui unakuta watoto wanacheza ile. Sasa yani nikajiuliza, yani kanisa linatengeneza nini kizazi ambacho mbeleni kitakujua kwa kizazi gani? Na ukizingatia kwamba kanisa huku juu linapambana na watu wasifanyeje, wasiimbe nyimbo za mdundo, wasicheze, wasifanyeje mimbarani, lakini huku chini watoto wanawekewa foundation na nini ya maburudiko ya namna hiyo. Sasa itawezekanaje kanisa kwa future baadaye kuja kuwa na discipline ile ya Mwadventista Msabato? Lakini pia swali la jana tulijifunza juu ya mavazi. Ukasoma quotation moja ya Mama Angie White kwamba alisema kwamba viongozi kuna namna fulani tumezembea tukaruhusu baadhi ya vitu fanyaje, Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 4 vikaingia katika kanisa. Na mimi katika kuchunguza kwangu nikagundua kwamba baadhi ya vitu ambavyo vimeingizwa katika kanisa na watu wamevifumbia macho, wanakazania vitu vingine ni uvaaji, hasa hizi sare za nini za vijana, hasa kwa mabinti. Ndio utakuwa ni shuhuda kwamba mabinti wanavaa nguo ambazo unakuta sketi unakuta ni fupi, iko juu ya mapaja, si ndio? Wanapiga na store, si ndio? Lakini ukiwauliza mara nyingi, zamani walikuwa wanasema kwamba kwa sababu wanafanyaje, wanapiga gwaide, lakini siku hizi sioni gwaide inayopigwa, lakini bado wanavaa. Sasa nikajiuliza, vipi kama mtu tu akibadilisha rangi asivae ile ya vijana akabadilisha kidogo, kwani watu watamshangaa? Asante sana kwa swali lako zuri na tumeyapata hayo. Swali la mwisho. Mimi swali langu lipo kwa siku ya jana. Kwenye swala zima la mavazi. Sasa napenda kujua kuna yale mavazi ya utumishi. Kwa sisi kwamba wanawake wa Kiadventista hawapaswi kufanya hizo kazi kwenye hayo mavazi ya utumishi. Kwa mfano labda tuseme labda benki, labda tuseme hawa maengineer, kuna muda wanajeshi, kuongezea na mifano. Asante sana. Wameuliza maswali 4, maswali 3, maswali 2 yana base kuhusiana na maburudisho, na maswali 2 yanahusiana na habari za somo la jana ambayo ilikuwa inahusu mavazi. Yote nayafahamu. Swali lako nalifahamu, maswali yako 2 nayafahamu, na swali lako nalifahamu. Kwa hiyo tutayajibu kabla ya kuanza kipindi cha kesho, sababu muda wetu umeisha. Na ikiwa una swali lingine
labda umeshindwa kunyoosha mkono kwa sababu ya time limit au na muda umenanili, basi unaweza ukaniona hapa. Nikitoka tu hapa nje, unaweza ukanipatia swali lako au ukanitumia hata message kwa namba ifuatayo au yes 0672 38 57 76. Naona mwandiki yamkini wote mnaye. Okay, naomba nirudie. 0672 38 57 76. Kama una jambo lolote, una swali lolote au una nyongeza yoyote kuhusiana na hayo yote ambayo tumeyazungumza, unaweza ukanitumia meseji kwa kupitia namba hiyo, alafu pia tutayajibu maswali yote. Bwana atubariki sana kwa kuhudhuria kipindi cha siku ya leo. Amen. Lakini pia aendelee kutia nguvu zaidi, tuendelee kuhudhuria vipindi vinavyofuata. Ngoja niwapatie dodoso ya kwamba vipindi vinavyofuata vipindi vya moto sana. Hakika usipange kukosa. Hello. Kesho tutakuwa na kipindi nyeti. Kipindi sema nyeti. Kipindi na tabia za vijana zisharibika. Hai. Tutakuwa na kipindi hicho ambacho kitakuwa ni mada nyeti kabisa, nzuri kabisa. Kwa kweli usipange kukosa. Hello. Usipange kufanya nini? Mwambie na mwenzio. Kwa kweli usipange kukosa. Itoshe tu kusema ya kwamba usipange kukosa. Mwalike na jirani. Simame tuombe. Siku ya leo tutaongozwa na kijana hapo, tatuletea ombi. Hapo baada ya hapo nitaitimisha. Ongoza kwa ombi. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na fadhili zako katika maisha yetu, jina lako lipewe sifa. Tazama tena kwa muda wote tulikuwa tunaendelea na ile somo Baba, kwa yale tuliyojifunza Baba, Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe tukayaishi, ili siku moja tukalitukuze jina lako tukiwa na afya njema. Endelea kuwa pamoja nasi, zaidi ya yote bariki mmoja mmoja aliyehudhuria katika kipindi hiki na wengine ambao hawajahudhuria, na Baba awabariki hivyo hivyo. Tunaomba tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi, kwa sababu tumeomba tukiamini katika jina la Yesu, amen. Baba yetu Mungu wa mbinguni, asante sana kwa kutufundisha siku ya leo. Hakika tumejifunza mengi kwamba tunatakiwa tuweze kupata muda wa kupumzika. Ni kweli tuna majukumu mengi, muda hautoshi, lakini licha ya hayo yote lazima tupate muda ambao ni wa kupumzika. Kwa maana wewe mwenyewe ndiye uliyetufundisha, ndiye uliyeturuhusu, na pia uliweka ishara ya kwamba sisi kama wanadamu pia tunahitaji tuweze kupata muda wa kupumzika na akili zetu ziweze kufanywa upya, tuweze kupata nguvu za kuendelea na majukumu mengine. Tunapokuwa tunapanga kufanya maburudiko au kujiburudisha sehemu mbalimbali, kupumzika, tuweze kuchagua maburudisho na sehemu ambazo zinakupendeza wewe Mungu. Zaidi ya yote, uhusiano wetu kwako uendelee kuwa imara na uhusiano miongoni mwetu pia uendelee kuimarishwa. Tunapokuwa tunatawanyika, tunaenda kujisomea, sisi ni wanafunzi, tunahitaji tuweze kufanya vizuri katika masomo yetu. Endelea kuwa pamoja nasi tunaposoma, tuweze kufanikiwa vizuri katika kuyaelewa, na kikubwa kutunza kumbukumbu ya yale tunayosoma, na hatimaye tufanye vizuri kwenye mitihani yetu, na sifa na utukufu vikurudie wewe tunapokuwa tunafanya hivyo. Naamini ya kwamba utakuwa nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen.